Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mtoto wa Mungu, mtu wa Mungu, unaendelea kufuatilia kipindi chetu kizuri cha kusaya kujua ukweli. Imefika sasa, tunakwenda kuangalia tena somo letu linalosema unayo imani. Maana yake unayo, ila ni nani huyu mwenye hii imani? Sio watu wote wanayo imani, ni yule aliyeamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kumbuka, kuna imani ya Mungu, imani ya dunia, imani ya shetani. Sasa kabla ya mtu hajaamini, anakuwa nazo hizi imani ya dunia na ya shetani. Ndio maana ana uwezo wa kwenda kwa waganga, ana uwezo kwenda kuloga, ana uwezo kwenda kutambika, ana uwezo kutoa kafara. Lakini sasa unapoamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, unapokea imani ya Mungu, unakuwa umetengwa. Biblia inasema kwenye ile Wakorinto kwamba tokeni kati yao mkatengwe nao. Kuna ushirika gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aminie ana sehemu gani pamoja na asiyeamini? Maana hakuna ushirika. Tokeni kati yao mkatengwe nao. Amen. Ukisoma kwenye ile Wakorinto, ukianzia ule mstari, kuanzia ule mstari wa 10 na ngapi, ngoja tuangalie hapa Sasa tunaendelea la unayo imani. Tunaendelea kwa nini utendee kazi neno, ambayo ndio tulisoma kwenye utimilifu wa imani. Heading ni utimilifu wa imani ndani yako. Anza kuona utimilifu, anza kuona ukamilifu. Umekamilika sawa na mtu. Nenda kamchukue mtu ambaye bado hajaoa, bado hajaolewa, anakuwa bado hajakamilika, hajatimilika. Mone, nenda mchukue mtu mwenye miaka 18, hajakamilika kuwa mtu mzima. Hata kuwaza kwake, kufikiri kwake, kutenda kwake, bado anawaza nitaenda kwa mama, takuta chakula, tapewa hela nikanunue mavazi. Lakini kuna umri ukifika, anaanza kujiona yeye tena hafugiki. Huwezi ukamfuga, huwezi ukamzuia, anaanza kujiona mkubwa. Nenda mtu aliyeolewa anajiona amekuwa mke, amekuwa mme wa mtu. Ule utimilifu, anaanza kuona ukamilifu. Shumenielewa? Sasa nenda tena mchukue mtu kwa tajiri mwenye navyo, mtoshelevu, na mchukue mtu maskini muhitaji. Kwenye akili yake anaona bado hajakamilika huyu muhitaji, huyu maskini. Ndio maana ukikutana naye, kwa sababu anajiona hajakamilika, yeye atakuvunja goti tu, yeye ataomba tu. Unaona, amekaa kikuombaomba. Lakini tena huyu tajiri, kwa yeye anajiona amekamilika. Si umenielewa? Sasa nataka nikuonyesha hapa na kuonyesha mfano ili uweze kuelewa kwa mfano unapozungumzia habari ya utimilifu. Kwa jione sasa, jione kwenye akili yako kwamba umekamilishwa. Amen. Kwa kama umekamilishwa, kwa hiyo nini unachotakiwa kufanya? Kwa kutenda kiukamilifu, kufanya mambo kiukamilifu, tendea kazi neno. Kwa hiyo unachotakiwa sasa wewe ni kutendea kazi neno, ni kutembea katika utimilifu au ukamilifu kwenye ufahamu wako. Maana yake anza kuona kwenye akili yako, kwenye ufahamu wako sawasawa na nikakuonyesha mtu aliye maskini na tajiri. Hawa wote wawili, namna ya muono, wana muono tofauti, wanafikiria tofauti. Kuna mmoja akiamka atawaza hapa, naenda kuvunja goti kwa nani, naenda kunywa chai kwa nani. Kuna mmoja akiamka yeye anawaza, muone ninaongezaje pesa. Kwa hiyo ona, hata kama huna kitu leo, ona kuwa na ufahamu ulio kamili
Sasa ndio maana hapa imani, kutembea katika imani ni kutembea katika utimilifu, ni kutembea katika utimilifu au ukamilifu kwenye ufahamu wako, namna ya kuona, namna ya kutazama. Lifanye neno kuwa halisi kwenye ufahamu wako, kwenye akili yako. Sawa? Sasa kwenye ufahamu wako ona upo kamili. Anza kutendea sasa kazi. Ngoja tusome neno Warumi sura ya 13 na ule mstari wa 10. Neno la Mungu nasema hivi, Warumi 13 mstari wa 10. Biblia nasema hivi, pendo halimfanyii jirani neno baya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. So unaona, pendo ndilo utimilifu wa sheria. Anapozungumza sheria anamaanisha zile amri 10 na amri zingine ziko kibao, kwamba pendo ndio utimilifu wa sheria. Hauhitaji tena wewe uanze kupambana, kupenda, kusema uongo. Mtu aliye mkamilifu automatically uongo kwako tena. Mona, ndio maana ya imani, kutendea imani kazi. Watu wanafikiria upako ni kusema tu mapepo, naua mapepo, nachoma, nateketeza. Upako, nguvu ya Mungu ni ule utimilifu wa ufahamu wako, ni ule utimilifu katika akili yako, moyo, mwili, mifupa, na kuanza kulitendea kazi neno. Kwa kupenda kwako, kuchukia, kusema uongo kwako haitajwi. Kwa ile ndio utimilifu, kutendea kazi neno. Watu wanafikia kufanyia kazi neno, kuanza kutumia nguvu, kujitahidi. No, ni kuanza, utakapoanza kuona ule utimilifu. Kwa upendo ni automatically tu, yaani we kupenda ni automatically tu. Kusengenya hautaweza tena, yaani utaanza kujiona mabadiliko. Sawa na mtu aliyeathirika, uchukue damu ya VVU ukaichome kwenye mtu ambaye hajaasirika, ile damu lazima itachukua reaction nyingine. Ona, kwa unapofanya hivyo unatembea katika utimilifu. Fanya kila kitu kwa utimilifu, kama biashara, ajira, huduma, wale watumishi wa Mungu, kwa ufahamu wako, utimilifu. Si Baba naomba, tayari Mungu ameshakupa unachokiomba. Yesu akasema kabla mjaomba mimi tayari nimekwisha kuwapeni. Muone, kwa hiyo tayari mtu anayetembea kwenye ukamilifu anashukuru, haombi, anasema Mungu ninatembea kwenye haya mafanikio. Baba naomba nguvu yako udhihirisho, nguvu yako ya maongezeko. Baba nakushukuru maana umenipa, umeniponya, umeniuisha. Kwa ngoja tuseme Warumi 15:19. Neno la Mungu nasema hivi, kwa nguvu za ishara na ajabu katika nguvu za Roho Mtakatifu, hata ikawa tangu Yerusalemu na kando kando yake mpaka iliko nimekwisha kuhubiri injili ya Kristo kwa utimilifu. Mone, kwa ukamilifu. Kadhalika nikijitahidi kuhubiri injili, nikihubiri hapo ambapo jina la Kristo limekwisha kutajwa, nisije nikajenga juu ya msingi wa mtu mwingine. Mone, huyu alipiga injili kwa ukamilifu. Na wewe kwenye kila eneo, kwenye huduma yako, kwenye kazi yako ya Mungu, mtume, nabii, mwalimu, mwinjilisti, mchungaji, piga kwa ukamilifu. Wa ufahamu, ukamilifu wa maarifa katika Kristo Yesu, sio katika mwili. Katika Kristo, kujenga msingi. Maana yake anazungumzia lile neno la kujenga katika utimilifu, kuwafanya watu kuwa sio watumwa. Unaweza kuwafanya watu kuwa watumwa wa Torati, watumwa wa maamri, yale maamri 10. Maona, kuwa watumwa wa dhambi. Muda wote unamtisha tu dhambi, unamwogopesha. Matokeo yake
anakuja kuona ni kawaida tu. Unaona, lazima mtu ajione mkamilifu. Mtu mkamilifu anatembea katika usafi wa moyo na mwili. Unaona, huyo ndio mtu mkamilifu. Biblia inasema 29, Warumi 15:29, sema nami najua ya kuwa nikija kwenu nitakuja kwa utimilifu wa baraka ya Kristo. Unaona, nitakuja kwenu na utimilifu wa baraka. Huyu kwa kile anachokifanya anaonaje? Amekamilika. Huyu ambacho anachokifanya, huyu mtumishi wa Mungu, tumeona amekamilika. Na wewe ona kila unachokifanya, mwalimu, dokta, mwanasheria, mwanasiasa, ona umekamilika katika Kristo. Fanya kwa utimilifu. Wewe ni wakili, ni mjumbe wa siri za Mungu. Mahali popote pale unamtambulisha Kristo, sawasawa na nani huyu? Na trafiki anapokuwa barabarani, mwanajeshi, polisi, afande, wao huwa wamesimama badala nani? Ya rais, kumtetea rais. Kwa na wewe sasa unapokuwa umeamini, mahali popote pale wewe ni mjumbe, ni wakala, unamtetea baba yako, umekamilishwa. Kwa hiyo Mungu akubariki, amani iwe kwako, nuru yako ing'ae sana. Mungu akufanye mshindi wa fikra na ufahamu mpya katika jina la Yesu, amen. Subscribe, share, comment na watu wengine waweze kuwa baraka kwa njia ya kazi uliyofanya njema. Mungu akubariki sana.